بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى، الدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ما نواه مشايخنا وما علمه الله سبحانه وتعالى من صالح النيات، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بمنه وفضله، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية برحمتك منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محي النفوس صلاة تجمعنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه أجمعين. Asema nawaqidhul wudhu. Tumemaliza masala ya udhu na masala ya furudhul ghusl. Sasa tutazungumzia venye kutangua udhu. Asema wayanqudhul wudhu'a, na hutangua udhu alkhariju min ahadi sabilaini, chenye kutoka katika moja ya njia mbili. Chochote ambacho kwamba kitatoka katika moja ya njia mbili hutangua udhu. Njia mbili ndo zipi hizo? Akazitafsiri muallif alqubuli au duburi, ima ni qubuli au ni duburi. Chenye kutoka katika qubuli, chenye kutoka kwenye duburi chatangua udhu alama kana, kwa sifa yoyote kitakachokuwa hicho chenye kutoka. Maana yake ni kwamba sawa kana mu'tadan, sawa hicho chenye kutoka katika moja njia mbili ni mu'tad, mathalan kalbauli wal ghaid, kama mikojo na choo kikubwa, au ghairu mu'tad kadudi wa hasatin wa dami. Mathalan mtu ametokwa na mdudu, akatokwa na kijiwe katika moja njia mbili, akatokwa na damu. Madamu kimetoka katika moja njia mbili, hicho kitu hicho hutangua udhu, ndio hiyo alama kana. Asema wayanqudhul wudhu'a, na hutangua udhu zawalul aqli, ay zawalu tamiz, kuondokwa na kupambanua. Binaumin, kwa usingizi, au ghairihi, au sokwa usingizi. Usokwa usingizi, jununin irma, ndio usokwa usingizi. Maana yake ni kwamba mtu akishindwa kupambanua kwa moja katika hivi vitu vitatu, ima usingizi au junun au irma, hutangua udhu. Lakini hadha binisbati lana, hii ni kwa nisba yetu sisi. Ama binisba lil anbiya, ama kwa tukiangalia manabii, annawm kwa wao si naqidhul wudhu. Aljunun kwa wao kwanza hakutuki uandazimu kwa wao, kadhalika laysa naqidhul wudhu. Amma al-irma kwa anbiya naqidhul wudhu, kama nabaha alayhi al-imam as-subki. Kwa hivyo maana yake ni kwamba kwetu sisi vitu vitatu hivyo hutangua udhu: usingizi, irma, junun. Anbiya an-nawm hakitangua udhu, kwa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema tanamu a'yununa, zinazolala ni macho yetu wala nyoyo zetu hazilali. Junun hakituki kwa wao, maana yake ni kwamba hakitangua udhu. Irma, manabii hupatwa na irma, maana irma ni maradhi kama maradhi mengine, bali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimpata al-irma alipokuwa katika yale maradhi yake, alipokurubia kufa, alipotaka kutolewa na masahaba zake kwa ajili ya swala, akapatwa na irma, kuzimia. Kwa hivyo hivi vitatu tulivyovitaja vatangua udhu binisbati lana, zawalul aqli binawmin au ghairihi. Akasema illa nawma mumakkin, isipokuwa usingizi wa mwenye kumakinisha, maq'adatahu, makalio yake min al-ardh, mwenye kulala usingizi huu hali ya kuwa amemakanisha makalio yake min al-ardh, usingizi ule hautangui udhu. Anasema usingizi utangua udhu nani? Ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Lakini kwa nini mwenye kulala hali ya kuwa amemakanisha makalio yake usingizi wake utangui udhu? Aiywa, zamani ilikuwa masahaba wakienda kufanya kazi, wakija baada ya kufanya zile kazi zao wakimsubiri bwana mtume kwa ajili ya kutekeleza swala ya Isha, ilikuwa baadhi ya ahyana mtume ataakhara an sala, achelewa kuja, achelewa kutoka. Sasa utakuta baadhi ya masahaba taghlibuhum nuas za washinda, wasinzia, walala. Mtume alikuwa akichelewa, wao wakisinzia. Sasa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija baada ya kuwa washapatwa na ule usingizi, walikuwa hawainuki kwenda kutawadha, bali walikuwa wakiinuka moja kwa moja wakiwasu, wakiendelea na swala zao. Maana yake ni kwamba mwanazuoni akapata kutoka hapa kwamba usingizi ikiwa umemakanisha makalio yake kutokana na ardhi hautangui udhu. Akasema mtunzi wayanqudhul wudhu'a, na vile vile hutangua udhu masu qubuli, kushika qubuli, au duburi adami, ya mwanadamu. Sawa?
minhu, kutoka kwake yeye, hiyo qubul sawasawa ni yake yeye, au min ghairihi, au isokuwa yake yeye. Sawa, sawasawa ameshika tupu yake, sawa, au tupu yasokuwa yake. Kwa nini ikishika tupu yake atangua udhu? Sawa, ikishika tupu ambapo kwamba si yake yatangua udhu. Mtume Muhammad asema katika hadithi mbili. Sawa, asema katika hadithi ya kwanza, mamassa dhakaran falyatawadha, yote ambapo kwamba atashika dhakari atawadha. Akasema katika hadithi mamassa dhakarahu, yote ambapo kwamba atashika dhakari yake. Maana yake ni kwamba hadithi ya kwanza imefanya takhsisi iwe ni yake. Hadithi ya pili imekuja biumum, dhakari yoyote. Maana yake ni kwamba ikiwa ni yako ya mwenzako hutangua nini? Hutangua udhu. Asema adami kharaja bihi qubul wa dubur alhayawan, kishika dubur ya hayawani, kishika qubul ya hawani, fala yanquf, hakitangui udhu hizo mbili. Asema bibatn alkaf, kwa utumbo wa kitanga, wa butun alasabi'i, na vitumbo vya vidole. Hii tumeitoa wapi? Aiywa, ukishika tupu yako batn alkaf, hii ndio batn alkaf, butun alasabi', umetanguka udhu wako. Tumeitoa wapi? Aiywa, Mtume Muhammad asema katika hadithi, idha afdha ahadukum biyadihi. Al-ifdha kama wanavyosema wanazuoni maka almasu bi batin al-kaf. Ifdha maana yake ni kushika kwa utumbo wa vitanga viwili na utumbo wa vidole. Kwa hivyo Mtume asema mtu akishika akifanya ifdha biyadihi, katika tupu yake, wala hakuna sitra wala hijabu, basi atawadhe. Na ifdha kama walivyoitafsiri wanazuoni, maana yake ni kushika kwa namna hii. Maana yake ni kwamba tupata kwa khilafu hii, ukishika tupu yako kwa huku, ukishika tupu yako hautanguki udhu wako. Batn al-kafi wa butun al-asabi'i, batn al-kafi ni hii na butun al-asabi'i ni hii, kwa hadithi bwana Mtume pale aliposema idha afdha ahadukum biyadihi, wal ifdha al-massu bi batin al-kafi wa butun al-asabi'. Kabiran kana au saghira, sawa ni mkubwa, sawa ni mtoto mdogo. Ukimshika tupu mtoto mkubwa, mtoto mdogo utangua nini? Asema walau waladahu, hata kama ni mtoto wake, kishika tupu mtoto wako vile vile utangua udhu. Tumeona baadhi yao kwamba ni mwanangu, hata kama mwako. Wala umayita, hata kama ni maiti, utangua nini? Utangua udhu. Akaendelea akasema wayanqudhu udhu, na vile vile utangua udhu iltiqa'u, kupatana basharatay rajuli, ngozi mbili za mwanamume, ya mwanamume wa mraa, na mwanamke. Mwanamume na mwanamke zikipatana ngozi zao mbili utangua nini? Udhu. Na alosema haya nani? Mwenyezi Mungu alivyosema au la mastumun nisa, au mkawashika wanawake. Al-lams ni kushika kwa mkono, kama alivyosema Ibn Abbas wa ghayruhu. Wapo ni kusema au la mastumun nisa jama'atu, lakini hatuko huko sisi. Sisi tunasema al-lams ni kushika kwa mkono. Iko wapi dalili yenu kwamba lams ni kushika kwa mkono? Mwenyezi Mungu aliposema falamasuhu biaidihim. Sawa. Kwa hivyo ukimshika mwanamke kwa mkono wako, watanguka udhu wako. Sawa. Kabira ni sharti wawe wakubwa wawili, kwa madhhabu ya Imam Shafi'i. Wapo wanazuoni wenye kusema hata mtoto mdogo atangua udhu. Na kwa nini nisema hivyo? Kwa sababu utakuta baadhi ya wanazuoni wa Mungu hawashiki watoto wadogo. Wapo. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya kuwafuata hao wanazuoni hao wenye kusema kwamba watu wakubwa watoto wadogo pia watangua udhu. Wameitoa wapi? Katika aya yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum, kama Mwenyezi Mungu ametumia tamshi la nisa'ahum hata kwa watoto wadogo. Ila ghairi dhalik, sisi kwetu lazima wakubwa wawili. Ajnabiyaini, ajnabi maana kwa umetoka mahari, watu wa kando, una maharimu wako, familia yako. Maana ni kwamba ajnabiyaini, ukimshika mwanamke mtu wa kando, udhu wako umetanguka, isipokuwa maharim. Maharim kina nani? Maharim ni watu 18 wale ambao kwamba mna maharamia binasabin au radha'in au musahara, wako 18. Mwenyezi Mungu ametaja Qur'an, 7 kwenye nasaba, 7 kwenye radha'a, 4 katika ukwe. Hawa watu 18 ukiwashika hawa kutangua udhu. Wasokuwa 18 kutangua udhu ni kina nani? Wacha tuwataje kwa haraka. Unaelewa? Wa kwanza ni mamako alikuzaa. Sawa, wa pili ni binti yako, wa tatu ni ukhti yako, dadako, wa nne ni shangazi yako, ndugu yake babako, wa tano ni anti yako, ndugu yake mamako, wa sita ni mtoto wa ndugu yako wa kiume, wao na ndugu yako wa kiume watoto zake wakutangua, wa saba ni mtoto wa ndugu yako wa kike.
Sawa, hawa 7 hawakutangui udhu. Hawa 7 kwa upande wa kunyonya vile vile hawakutangui udhu. Upande wa kunyonya, mamako alikunyonyesha hakutangui udhu. Binti yako alionyonya kwa mke wako ambao kwamba una maziwa hakutangui udhu. Sawa, ukhti yako ambao kwamba mmenyonya kwa mama mmoja hakutangui udhu. Shangazi yako, maana ni kwamba yule babako akunyonya awe na dadake hakutangui udhu. Khalati yako, mamako alikusondesha awe na dadake hakutangui udhu. Maana binti ya ndugu yako ambao kwamba mmenyonya pamoja hakutangui udhu. Binti ya ukhti yako ambao kwamba mmenyonya pamoja hakutangui. Hao wote hawatangui udhu. Hawa ni 7 kwa nasaba na 7 kwa kunyonya na 4 kwa ukwe ambao kwamba ni mamake mke wako. Mamake mke wako. Binti ya mke wako, yani umeenda kwa mwanamke tayari kwa shazaa. Maana mke wa babako hakutangui udhu. Mke wa mtoto wako, mimi na mtoto wangu awe mke wake. Hawa ni watu 8. Wasokuwa 8 hawa katika ulimwengu huu, ukishikwa na yote wasokuwa 8 hawa, udhu wako utanguka mzee. Sawa? Kwanza kumsalimia mwanamke ni makosa. Tutazungumza katika madarasa mbele. Asema illa bila hail, lakini ukimshika pasi na kizuizi, illa dhufran, isipokuwa kucha au sha'ran au unye au sinna, fala yanqudhu udhu. Hivi vitatu havitangui udhu. Kwa hivyo tumezungumzia wenye kutangua udhu na wenye kutangua udhu, na tumeona ahwali 4 hivi ndio wenye kutangua udhu. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Al-Fatiha. Allahu subhanahu wa ta'ala wal amal khalis lahu ila hadratin nabiy al-Fatiha.